kwenye Isaya sura ya 6 mstari wa 9 na 10 imesema, naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa, watu wa Yuda, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione. Uwaoneshe moyo wao, moyo wa watu hawa, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao na kurejea na kuponywa. Ukiangalia haraka katika andiko hili unaweza ukafikiria kwamba Mungu alikuwa hataki wapate ufahamu. Anaposema wasije wakafahamu nikawaponya, haimaanishi kwamba Mungu kwa ujumla hataki watu waokolewe wapate uponyaji. Badala yake inamaanisha au inaelezea kwamba ni hukumu ya Mungu dhidi ya watu ambao kwa makusudi walikataa kuipokea kweli ya Mungu, walimuasi Mungu, mioyo yao ilitiwa upofu wa kiroho na walikataa kwa makusudi kutokuisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo nabii Isaya anapoambiwa na Mungu itie mioyo yao mizito, neno itie au ifanye mioyo yao kuwa mizito, wasije wakaona na kusikia wakapata kuponywa na kuokolewa. Hilo neno kutia mioyo yao mizito haimaanishi kwamba ni kuwapotosha au kutotaka wao wapate kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 13, Mathayo 13 kuanzia mstari wa 10 pale, utaona wanafunzi wa Yesu Kristo wanamwambia Yesu Kristo, mbona sisi unatuambia mambo waziwazi pasipo mafumbo? Mbona hawa Wayahudi wengine, hawa Mafarisayo, kwa nini unaongea nao kwa mafumbo? Kwa nini unaongea nao kwa parabo, kwa kuficha ficha pasipokuwa na uwazi kama unavyoambia sisi? Yesu Kristo anasema, akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Inamaanisha yoyote ambaye anaamini sauti ya Mungu, anayeamini kazi kamilifu ya kidhabihu, kazi ya msalaba, yoyote ambaye anaamini habari ya wokovu, anafanya kuwa ni mwana wa Mungu au anakuwa ni sehemu ya familia ya Mungu, na Mungu automatic anampa uwezo wa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Mtume Paulo ameandika kitabu cha Wakorintho, amesema mambo ambayo hajawahi kuingia kwenye moyo wa mwanadamu, mambo ambayo macho hajawahi kuona wala masikio kusikia, Mungu anayafunua kwa sisi tulio watakatifu wake kupitia Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo wale ambao wanaoamini wanapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, ndio wanapewa neema ya kuyajua matakatifu na siri za ufalme wa Mungu. Wale wasioamini, Yesu Kristo alikuwa anaongea nao kwa mafumbo. Ndio maana Yesu Kristo akanukuu kwenye Mathayo 13 kuanzia mstari wa 13 hadi 15, akasema, kama ilivyoandikwa na nabii Isaya. Isaya aliambiwa watu hao watie mioyo yao mizito, wasije wakaona, wakasikia, wakapata kuokolewa na kuponywa. Yesu akanukuu akawaambia, nawaambia hawa watu kwa mifano, kwenye Mathayo sura 13 kuanzia mstari wa 10, nawaambia watu hao kwa mifano kwa sababu hawaamini. Watakaoamini, Roho Mungu atawapa neema ya kuyajua mambo ambayo jicho halijaona, sikio halijasikia, wala hajaingia ndani ya moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatamani kila mmoja ageuke, aache wokovu, apate neema ya wokovu na aweze kuponywa. Utaniambia kwa nini mtumishi? Ezekiel ametuambia, Ezekiel 18 mstari wa 23 pamoja na Ezekiel 33 mstari wa 11, vinaeleza kwamba Mungu hafurahii kifo cha mwovu, bali atubu aweze kuishi. Mungu hafurahii kumwona mwovu, kumwona mlevi, kumwona kahaba, mwasherati, mzinzi, kumwona mchawi, kumwona muuaji. Mungu hafurahii kuona wanaangamia. Anataka kila mmoja ageuke, atubu, aweze kupata neema ya nini? Ya wokovu, apate kuishi. Ndio maana katika vitabu vya Musa ameandika, nimeweka mbele yenu mauti na nimeweka mbele yenu nini?
uzima, ila Mungu anasema, anashauri, anasema chagua uzima ili ufanyaje? Upate kuishi. Mungu siku zote anapomweka mtu katika sehemu fulani, katika uwepo wake, huaga anampa maelekezo ya ushauri namna ya kuishi. Alipoweka Adamu na Eva katika bustani ya Eden, akamwambia miti hii usile, hichi usifanye, fanya hichi, utapofanya hivi. Anakupa precaution, anakupa tahadhari kitakachotokea mara baada ya kufanya hivi. Anasema nimeweka uzima na mauti, ila chagua uzima ufanyaje? Uweze kuishi. Ila kwa kuwa tu Mungu ametupa ile free will, ametupa ule utashi huru, ametumbia uwezo wa kufanya maamuzi na kuchagua. Unapokataa kuisikia sauti ya Mungu na kuchagua sauti nyingine ya giza iliyobeba uharibifu na mauti, matokeo utakayokumbana nayo sio Mungu, ni uchaguzi wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba Isaya aliambiwa aifanye mioyo ya wale watu ambao kwa makusudi wanakataa kuisikia sauti ya Mungu. Na uzima wa Mungu na uponyaji na ukombozi upo ndani ya sauti ya Mungu. Nje ya sauti ya Mungu hakuna uponyaji, uzima wala ukombozi. Anasema Mtume Paulo kwenye Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na hadi wa 10 na ule mstari wa 14 wa 15 na 17, anasema kwa moyo mtu uamini, si ndio? Na kwa kinywa mtu ukiri mpaka kupata neema ya wokovu. 18 anasema wataaminije wasiposikia? Watasikiaje kama hakuna mtu akupelekea hiyo neema ya wokovu, hiyo habari njema? 17 anasema imani chanzo chake ufanyaje? Ni kusikia. Kusikia nini? Sauti ya Mungu, kusikia neno la Mungu, neno la Kristo. Kwa hiyo yoyote anayesikia neno la Mungu au sauti ya Mungu au kweli ya Mungu, automatic anapokea uzima wa milele, anapokea uponyaji. Yoyote anayesikia sauti ya Mungu, kuna namna hata kama anatembea hajui mbele yake kuna nini, sauti ya Mungu inatuepusha na uharibifu. Inatuonesha kwamba pale mbele kuna shimo, pale mbele kuna mtego, pale mbele kuna uharibifu. Sauti ya Mungu inapojifunua inatutahadharisha, inatupeleka pale katika hatima Mungu aliyotukusudia, ila pia inatuhatarisha na vitu vya uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwenye Hosea sura ya 4 mstari wa 6, watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa, si ndio? Na kwa kuwa umekataa maarifa, anasema kuna ABCD kitatokea. Kwa hiyo yote anayekataa sauti ya Mungu, maarifa au kweli ya Mungu, anakutana na matokeo ambayo sio mazuri, ambayo sio Mungu amekuwa ni sababu, bali ni machaguzi, ni matokeo ya machaguzi na maamuzi mtu aliyoyaendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Kwa hiyo uzima, ukombozi, uhuru na usalama upo ndani ya sauti ya nani? Ya Mungu. Shetani akitaka kumpiga na kumharibu mtu, cha kwanza atahakikisha ndani ya moyo wake ana unajisi. Mtu huyo asiwe tayari kuisikia sauti ya Mungu hata anapoambiwa, iwe kwenye ndoto, iwe kwenye maono, iwe kupitia sauti za watumishi wa Mungu. Atahakikisha kwamba kinywa chake, sikio lake halisikii sauti ya Mungu, ili uharibifu uweze kumkumba kwa haraka, kwa sababu hata Mungu anapokuwa anamwambia na kumepusha na uharibifu hata sikia. Na ndio maana shetani ni rahisi sana kumharibu mtu kama atafanikiwa kumuondoa karibu na watu ambao watakuwa ni sababu ya kumfunua masikio yake au kumfunua mtu moyo wake kuweza kuisikia na kujua kweli ya Mungu. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Bwana Yesu